Kwa nini polisi wamekuja hapa? Samahani afande, mtu atakuwa amekupa habari potofu. Sherehe ya hina ni kesho. Shangazi, Akasha amekosea. Samahani kwa usumbufu wote. Mimi hata sijui unaongelea kuhusu nini, lakini mimi nimekuja kwa ajili yako bwana Abi. Nini? Kwa ajili ya Abi? Kwa nini? Kuna malalamiko yametolewa kwa ajili yake. Malalamiko? Malalamiko ya nini? Gari lake linahusishwa na ajali iliyotokea jana usiku. Ajali? Umechanganyikiwa wewe afande? Kama unayosema ni ya kweli kwamba kaka yetu amepata ajali, basi asingesimama hapa. Hebu muangalie, yupo kabisa hapa amesimama. Na hakika kuna mtu ameleta habari ya uongo. Sikiliza, malalamiko yametolewa dhidi yake. Ni kesi ya kugonga na kukimbia. Kwa sababu ni mtu maarufu, ndio maana nimemfuata mwenyewe. Angekuwa mwingine, ningemwita moja kwa moja kituo cha polisi. Una uthibitisho wowote? Ushahidi na uthibitisho vyote viko polisi. Kwa sasa atalazimika kwenda na sisi. Upuuzi. Kaka hawezi kwenda popote. Huyu ni nyota. Kila mtu anatafuta njia yoyote ili kutoka naye hadharani afande. Unalijua hilo vizuri sana. Ni kwa nini sasa mnatusumbua sisi? Fanya hivi, kwanza ukamkamate huyo alileta hayo malalamiko ya uongo. Sikiliza, sisi hatuna uadui wote na yeye. Tunatimiza tu wajibu wetu sisi. Na kama nyie wote mtatoa ushirikiano, basi itakuwa ni vizuri sana kwetu. Alafu, uje na yule msichana ambaye ulikuwa naye. Atakuja kutoa ushahidi kwa ajili yako. Msichana yupo unamwongelea? Hakuna msichana. Pia nakwambia kwamba mimi wala sikusika katika hiyo ajali. Sasa nini? Ala, kama huo ni ukweli, basi itathibitishwa. Lakini kwa sasa lazima uondoke na sisi. Tunahitaji kufanya mahojiano na vipimo vingine. Tunatakiwa pia kulikagua gari lako ili tuweze kuona kama tutapata ushahidi wote kuhusiana na hiyo ajali. Kwa hiyo tafadhali. Sikiliza wewe afande, huu wote ni upuuzi. Kaka angalia upuuzi gani anaongea na wewe bado unamsikiliza. Yaani kaka hata... Aya. Sawa. Twende afande. Pandei, uangalie hilo gari. Kama utaona mchubuko wote ule niambie. Angalieni vizuri. Angalieni vizuri, angalieni na kule nyuma. Kwa nini hakuniambia kwamba ulikuwa umehusika katika ajali? Kuna hauelewi Kihindi? Mimi niliposema kwamba sikuhusika na ajali yoyote, kitu ambacho namaanisha ni kwamba sikuhusika na ajali. Imekuwaje gari limepata mkwaruzo? Unaongelea mikwaruzo ipi? Oh, Bwana Abi, hii ni mikwaruzo ya nini kwenye gari yako? Afande, mimi siendeshi kila gari. Kwa hiyo si kwamba nitajua kila kitu. Yadab, chukua rekodi ya mikwaruzo yote hapa sasa hivi. Sawa mkuu, nitafanya sasa hivi. Asante. Sikiliza. Ndio maana ulikuwa ukifanya utafiti kuhusu kuendesha ukiwa umelewa, sio? Kama ungekuwa umeniambia, basi walau ninge... Ungefanya nini? Unajifanya unajali sana kuhusu gari yangu ya gharama, eh? Umegundua mikwaruzo kwenye gari yangu, lakini hujagundua chochote kuhusu majeraha yangu. Imekuwaje ukaumia? Oyo mwanamke ulikuwa naye ni Tano. Kwani nina msichana mwingine kwenye maisha yangu? Kama wewe ukuwa na mimi, namaanisha nilikuwa na Tano. Na wala hakuna haja kumwambia mtu yoyote. Hii ni kasi ndogo, nitashughulikia mwenyewe. Ulikuwa ukiendesha gari huku ukiwa umelewa? Ili wewe unaniuliza maswali mengi kuliko hata polisi. Tulia, nimeshakwambia nitashughulikia, sawa? Sasa nini? Bwana Abi, inakulazimu kwenda kituo cha polisi na sisi. Twendeni. Hii haiko sahihi. Polisi utakuwa umemtilia shaka.
kama polisi wakithibitisha ya kwamba alikuwa akihusika katika ajali na ikigundulika kwamba alikuwa na Tanu wakati ule, basi taarifa zitawafikia waandishi wa habari. Na kama mama akija kujua kuhusu huyo Tanu, basi Mungu wangu, ni nani alienda kufungua mashtaka kama haya juu ya Abi? Hii inawezekana vipi? Kaka amepata ajali? Haiwezekani. Tanu alikuwa na Abi. Ngoja nimpigie simu kwanza. Hapana bwana Panache, siwezi kufanya matangazo kwa kiasi kidogo hivyo. Subiri kidogo. Alia, sawa, nitakupigia baadaye. Niambie Alia. Tanu, jana usiku ulikuwa na Abi, nini kilitokea? Hapana, kwa nini? Polisi wamekuja nyumbani muda sio mrefu. Wamempeleka kaka kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano. Wamesema kuwa alihusika na ajali. Kiukweli nilikuwa naye mimi. Nini? Hiyo inawezekanaje Tanu? Kaka ni dereva mzuri sana na anaendesha gari vizuri. Ndiyo, ni kwamba mimi ndiye niliyemlazimisha Abi kunywa ni hivi. Nini? Tanu, umechanganyikiwa wewe? Hivi kwani unapenda sana kuchukulia mambo rahisi? Alia, lakini mimi sikufanyi kwa makusudi. Tanu, Mungu wangu. Na wewe unajua vizuri sana. Kwenye maisha yetu tumezungukwa na majanga kibao. Tunashindwa hata kutatua hayo matatizo. Ikitokea kwamba bibi amefahamu kwamba ulikuwa na Abi wakati anapata ajali, unafikiri nini kitatokea? Tayari ameshakuchukia juu ya ile tukio la pete lililotokea. Hivi ni kwa nini unaendelea kujiharibia mwenyewe? Ndiyo, kilichotokea siku ya uchumba sio kosa langu. Mimi sikufanya hivyo. Nalijua hilo Tanu. Nilijifanya mjinga mbele za watu na nikajitahidi kushughulikia hiyo hali. Niambie kitu kimoja. Kwa hiyo unafikiri unaweza kulisimamia hili swala la ajali lililotokea? Mungu wangu, kwa nini haya yote yananitokea kwangu? Yaani jinsi ndoa yangu inavyokaribia ndo haya matatizo yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo ni makini na ndoa yangu au na haya matatizo yenu Tanu? Ali, usijali, lakini naona unajifikiria wewe tu. Umekuwa mbinafsi kabisa. Mimi ni mbinafsi. Ni kweli mimi namtaka Purab tu peke yake. Na wala siwezi kusikia chochote kile dhidi ya kaka yangu Tanu. Na pia kukubali kitu chochote kile kibaya kimkute kaka yangu. Na kwa sasa hivi kaka yuko katika kituo cha polisi kwa sababu yako. Tanu, nisikilize kitu. Na kama kaka yangu atafunguliwa kesi dhidi yake au ikatokea shida yoyote katika ndoa yangu, basi jua wewe ndio utakayekuwa mhusika pekee. Utawajibika. Alia, nisikilize, sio kosa langu. Alia. Yada, walete hao. Uko hapa? Afande, huyu mtu asiye na makuu kwa nini umemleta hapa? Anafanya nini? Huyu ndio shuhuda wa ushahidi wa kesi yako. Yeye ndio mtu pekee alishuhudia ajali ambayo gari lako lilihusika. Alimwona na yule msichana ambaye ulikuwa naye wakati ule usiku. Ndio aliotoa namba yako ya gari. Na huyo mzee hapa ndio muuza duka aliyopoteza duka lake. Huyu muuza duka hajui mambo mengi kuhusu sheria, lakini huyu shahidi aliosimama ndio anayeweza kuwa anajua sheria zaidi kuliko yeye. Haya, sasa nifuate. Nataka kufanya mahojiano. Twende. Uwe ni maarufu au una pesa zaidi, mimi sijali kabisa. Ninachojali mimi ni maisha ya dada yangu tu. Mdogo wako ameweza kuharibu maisha ya dada yangu kabisa. Itabidi na wewe ufuatane na mimi. Unafanya nini hapa? Kwa kawaida mimi huwa nawasilisha malalamiko ya watu bila kujali mtu yoyote, lakini kwa wakati huu shida ni ya mtu binafsi kabisa. Ndio hivyo. Umeeleweka. Unajaribu kulipiza kisasi kutoka kwangu. Najua kilichotokea kilikuwa ni kibaya, hasa kumhusu dada yako. Hii husiana na dada yangu. Hii inamhusu Pragya tu. Pragya? Nini kimetokea? Bwana, sikiliza, usijifanye sana mwema kwangu. Mimi tayari nishajua ukweli wako wote wewe. Kwa taarifa yako, najua kila kitu ambacho anamfanyia Pragya. Na kinachonisikitisha ni kwamba Pragya ni mtu ambaye asiyependa makuu.
Mambo yote yanaendelea ni matatizo yangu. Sasa wewe unaongea. Najua vizuri kile ninachokiongea bwana Abhishek. Na ninajua kile kitu ambacho Pragya anakipitia kwa sasa hivi. Wewe ni mume aina gani sasa? Kwa kisingizio cha fungati ya harusi uliondoka na kumwacha Pragya tena peke yake. Na nina uhakika ulikuwa na msichana yule ambaye nilikuwa naye jana kwenye gari usiku. Na namba zake nazifahamu vizuri, ni 666. Kwa ajili ya huyo msichana, mtu anayekufanya umsaliti Pragya. Ni kweli mimi nilikuwa naye. Hayo ni mambo yangu. Sasa wewe kama nani unaingilia vitu vyangu? Rafiki yake na Pragya. Na siwezi kumwacha rafiki yangu aishi maisha ambayo hakutarajia kabisa kuyaishi. Hivi unajua kwa sababu ya maovu yako yote unayofanya analazimika kuidanganya familia yake nzima? Ni kiasi gani anastamili kwa sababu yako? Nyamaza. Wewe niambie unataka pesa kiasi gani? Pesa? Na hiyo ndio tofauti kati yako na mimi. Kwako wewe pesa ni kila kitu, lakini kwangu urafiki tu. Kwa hiyo nataka kununua kila kitu kwa pesa. Kwa upande wako wewe inaonyesha mahusiano au urafiki sio kitu chochote kwako wewe, lakini mimi urafiki ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo kama umeshazoea kununua watu kwa pesa zako, hutoninunua mimi leo. Lakini mimi nitahakikisha Pragya anapata haki yake. Nashindwa kujua kabisa kwa nini unafanya hivi. Lakini najua jambo moja. Utajutia ile. Utajutia sana. Hauwezi kushindana na mimi. Sina shida kushindana na wewe. Mimi nachotaka wewe utambue maumivu na shida ambazo anapitia Pragya. Na yote haya ni kwa sababu yako tu. Wewe huwezi kulinda ndoa yako, lakini lazima mimi ni ulinde rafiki wangu. Endelea. Suresh, tafadhali naomba unifuate. Nakuomba Suresh. Kwa nini ulikwenda kufungua mashtaka? Kufungua mashtaka unamaanisha nini? Unataka kujua ni kwa nini, si ndio? Sawa. Amesababisha ajali. Leo kuna mtu anataka kupoteza maisha kwa ajili yake, na unapata shida kwa sababu yake anakusaliti, na unaniambia kwamba kwa nini nalalamika? Tafadhali naomba utoe na ufute mashtaka. Nifute? Kwa nini? Kwa sababu mimi nimesema. Tafadhali. Hapana Pragya. Nilikusikiliza siku ile usiku na nikakwambia sitakusikiliza tena. Naomba usiniingilie kabisa. Pragya, ushavumilia vya kutosha. Kwa nini uelewi? Kadri unavyozidi kukaa kimya ndivyo mambo yanavyozidi kuwa magumu. Utaendelea kuwa mnyonge hivi mpaka lini wewe? Atazidi kukuminya tu. Utaendelea kumdanganya shangazi mpaka lini? Sikiliza. Wewe unanichukulia mimi kama rafiki yako ama la, lakini mimi bado nakuchukulia wewe kama rafiki yangu mwema. Umenielewa? Siwezi eti kukaa na kuangalia maisha ya rafiki yangu jinsi yanavyoharibika. Amepata furaha ya maisha ya ndoa. Sitaki kuona huzuni yoyote ile juu ya sura ya binti yangu. Ili mradi ana furaha katika nyumba yake, hakuna kitakachonitokea. Niambie kila kitu ambacho kimetokea hadi sasa. Kuna nini? Abi yuko wapi? Pragya, niambie Abi yuko wapi? Sijui ni nini ninajisikia kumalizia hasira zangu juu ya kitu kwako. Pragya, kama nisingefika hapa basi huyu mtu angekuwa tayari ameshakufa. Pragya. Pragya. Lazima taadhibiwa kwa matendo yote mabaya aliyoyafanya mpaka sasa. Lazima alipe kwa hayo. Hapana Suresh. Tafadhali. Tafadhali naomba jaribu kuelewa Suresh. Naomba unifuate. Anafanya nini hapa? Au yeye na miwani wameungana? Nisikilize Pragya. Pragya, tunafanya nini hapa eh? Sasa kwa nini unipatie majibu ya kutosha? Kwa nini umenileta hapa Pragya? Nijibu Pragya. Tazama ndani. Yule ni mama yangu Suresh. Na ninampenda sana mama yangu. Mimi sitaki kukaa bure ama kuwa mke na isiye na msaada. Mimi ni binti na moyo wangu ndani unaogopa sana. Na hofu yangu kubwa ni kwamba kama mama yangu akija kujua ukweli kuhusu mahusiano yangu, basi sijui kama ataweza kulielewa ama kulivumilia. Suresh, haukuwepo hapa, kwa hiyo haukuweza kuona hali ya mama jinsi ilivyobadilika.
Na itakuwaje kama kija kujua ukweli? Suresh, nakwambia ukweli. Kuna wakati fulani nahisi kama nitampoteza. Mimi sitaki kuishi na hiyo hofu tena, Suresh. Hatima ya ndoa yangu haiko katika mikono yangu. Siwezi kumwona mama katika hali mbaya, halafu nimwambie kwamba asahau kuhusu Abhishek kunipenda, bali ananichukia sana. Suresh, huu wangu ninaotunza ni furaha kubwa kwa mama yangu. Na siwezi kwenda kumnyang'anya hii furaha. Kwa vile familia yangu ina furaha, wala sina tatizo hata adui yangu tu endelee kunichukia. Pragya ni adui yangu na huyu jamaa ni rafiki wa Pragya. Hii inamaanisha huyu jamaa amenitega kwenye kesi hii kwa amri ya Pragya ili aweze kulipiza kisasi kwangu. Ndoa yangu na hata hatima yangu haiko mikononi mwangu. Kwa makusudi kabisa, nitawezaje kuacha mama yangu augue? Tangu enzi za utoto wetu amekuwa akitaka mimi na mdogo wangu tuwe na furaha, na mimi nataka nimpatie hiyo furaha mpaka nakufa. Suresh, kama bado unanichukulia mimi kama rafiki yako, naomba kaifute hii kesi. Hii kesi kama ikiendelea, basi vyombo vya habari, watu wote watakuja kujua ukweli kuhusu Tanu, na kama mama yangu akimjua Tanu hatakuwa katika hali nzuri. Sitaweza kulivumilia hili kabisa. Suresh, tafadhali naomba kaifute hii kesi kwa ajili yangu na kwa ajili ya mama. Lazima eneo limleta hapa. Mara tu nitakapowakamata, basi nitashughulika nao. Pragya, nisamehe sana. Unajua mimi nilikuwa na hasira sana kwa sababu nilikuwa sielewi nini unachokifanya. Kwa kusikia maneno yako nimeelewa wakati mgumu ambao uko nao, kwa hiyo siwezi kufanya chochote kile kuhusu hizi kesi. Sawa Pragya. Mimi nilikuwa shahidi tu ambaye nilishuhudia kuhusu ile ajali. Na alitoa malalamiko ni yule mwathiriwa, muuzaji wa duka la Tambu. Sikiliza, mimi nitaongea naye hata kama itakuwa ngumu kwake, kwa sababu mimi ndio nilimshawishi kufungua hayo mashtaka. Pragya, wala usio na wasiwasi. Wakati wote mimi nipo pamoja na wewe. Sitaruhusu kibaya kikukute wewe. Nitafanya kama alivyosema, nitazungumza na yule jamaa na nitajaribu kuitoa hii kesi. Siwezi kuahidi chochote, kwa sababu ahadi ninayotoa inaweza isikubaliwe kabisa. Suresh, umeelewa mawazo yangu, hilo linatosha peke yake. Asante. Yote hao ni sawa tu Pragya. Lakini katika yote haya bado tatizo langu linabaki pale pale na halitobadilika. Utakumbatia haya kwa muda gani Pragya? Tafadhali naomba usijiumize kwa ajili yangu Suresh, kwa sababu hata maumivu yana ukomo wake. Ukomo ambao umeshavukwa. Pragya, lakini mimi sasa hivi wala sisikii maumivu. Safari ya maisha huwa ni ndefu sana. Maisha yangu ndio familia yangu Suresh. Na uongo ambao ninaishi leo ni mkubwa sana zaidi ya maisha yangu. Hii sio kwa pesa yangu tu, wanafuatilia pia maisha yangu. Ndio maana aliniacha niende na Tanu, ili kwa pamoja waweze kunichomekea kesi ya ajali. Lakini kwa sasa nitawachomeka wao kwa njia ambayo wote wawili wataozea gerezani, ili wasirudi kabisa uraiani. Hakika umejaribu sana. Naondoka. Pragya, ukubali au ukatae, lakini yote unayofanya kwa ajili ya familia yako tu. Na kuhusu huyo Abi, unaonyesha kabisa unahisia naye. Kwa hivyo, hiyo lazima itakupa maumivu. Ndio polisi wamemchukua Abi kwa ajili ya mahojiano. Sawa. Vipi kuhusu karatasi za zamana? Zipo tayari Vizuri. Nitamwambia Abi ongee na wewe atakaporudi. Sawa. Asante.
Jamani, kwenye hii nyumba kuna harusi, lakini sijui nini kinatokea. Balaa hili. Huwezi kukaa kimya. Kuna nini? Kwa nini nyote mmekaa hivyo? Hamfanyi maandalizi ya shughuli ya hina? Yuko wapi mkwe? Lakini bibi, mbona mimi niko hapa? Sio wewe. Pragya yuko wapi? Bibi Pragya amemfuata huko Abi. Amemfuata Abi? Amekwenda wapi? Kituo cha polisi. Polisi? Kwa nini? Kuna nini? Kuna nini? Niambieni. Kwani mnanificha? Hakuna kitu mama. Wewe hata usijali. Bibi, hakuna chochote, labda gari la kaka lilipata tu ajali. Kwa hiyo polisi wamekuja hapa ili kujua ni jinsi gani hilo gari lilipata ajali. Usiwe na mashaka, kila kitu kiko vizuri. Abi yuko polisi na nyote mmesimama hapa, hamfanyi chochote. Raj, piga simu. Bibi, Abi. Umerudi mtoto wangu, uko sawa? Hujadhurika eh? Bibi, tulia bibi. Hakuna anaweza kunizuru. Lakini polisi, nilikuwa na wasiwasi sana. Kwa nini umefanya mambo kama haya? Unajua bibi yako na moyo dhaifu. Bibi, niangalie bibi. Hakuna chochote kilichonitokea. Hakuna kinachoweza kunipata. Haswa, yani mkiwa na Pragya, hauwezi kudhurika kabisa. Ni bahati nzuri umeunganishwa na Pragya. Utaona, hawezi akapata shida yoyote. Kama jinsi Savitri alivyomwokoa mume wake kutoka katika ajali ya kifo. Kama angekuwa na uwezo, basi yeye mwenye angeniua. Lakini Pragya yuko wapi? Savitri wangu amekuja. Ona, yani tunamtaja na yeye ndo anafika. Pragya, mambo gani haya? Kuna nini? Mambo yatakaa sawa bibi. Tafadhali usina wasiwasi. Kaka, vipi kuhusu madai ya polisi? Nini kimetokea? Hakuna chochote kile. Umenifanyia mahojiano, tunasubiria matokeo. Matokeo yatakapotoka watafungua kesi. Kwanza, hebu sauni yote. Kesho ni sherehe ya Alia. Acheni kuwazawaza bwana. Eti, kuna maandalizi yote ambayo wewe tayari umeshayafanya? Hautapata fursa kama hiyo mara nyingi. Kitu cha muhimu kabisa hapa bibi ni kwamba asirudie tena kunywa pombe. Hii ajali amepata kwa sababu alikuwa amelewa. Kuna unaita tena masuala ya pombe? Na nani ambaye alikwambia kwamba nilikuwa naendesha nikiwa nimelewa? Wewe una uthibitisho wote? Kwanza hautakiwi kusema chochote kile ambacho kijui na kama kushuhudia. Wewe usibishe. Kama anakwambia, mwahidi. Kama hatofanya hivyo, usithubutu kuzungumza naye kabisa. Kuanzia leo sitazungumza na wewe. Yeye huwa anaelewa vitu unapoacha kuzungumza naye. Ahadi? Ahadi gani? Umeniambia kwamba ni mwahidi kwa sitokunywa pombe. Sasa wakati na mwahidi unasema ni ahadi gani? Ahadi? Naahidi. Sawa. Nitakunywa. Nini? Namaanisha kwamba nitakunywa maji. Sitokunywa pombe na kuendesha bibi. Tulia. Kwanza usijipe mashaka sio lazima. Mimi niko mbele yako na nipo salama. Usijali. Akash, twende. Abi sasa amesidi sana. Usijali, tutamfanya jutie baadaye. Sasa itakuwaje? Nitawaambiaje kwamba mimi mtu ambaye naenda kumuoa sio Bulbul bali ni Alia, dada yake na Abi? Nisipowaambia na wakaja kumtaja Bulbul mbele ya Abi, basi hata Abi naye atakuja kujua kwamba mimi sikuwa nikimpenda Pragya bali nilikuwa nikimpenda Bulbul. Kaka, nguo yangu nayoitaka hata haipo hapa. Lazima atakuwa tu hapo hapo au twende kule. Sawa. Shangazi na mjomba, samahani kidogo. Angalia hapo. Sasa wewe endelea kuchagua hapa. Mimi nitaenda kuongea na shangazi na mjomba. Ile pale. Kuiona hii hapo.
Dada, huyu tumeshawahi kumwona sehemu eh? Ndiyo. Ndio. Huyu ndo yule picha yake ilikuwa kwenye simu ya Purab. Ni Bulbul. Wewe si ndo Bulbul eh? Ndio. Mimi ni Bulbul, lakini nyinyi ni wakina nani? Subiri kwanza. Mama! Baba! Mama! Njoni haraka! Upesi! Kuna nini mwanangu? Unafahamu huyu? Ni nani huyu? Huyu ndo yule tulipaswa kuonana naye. Ndio Bulbul. Bulbul? Uhali gani mwanangu? Wewe ni mzuri sana. Mungu akubariki. Naomba msamaha shangazi na mjomba, lakini mimi sijawatambua bado. Utatutambua vipi wewe? Wakati ndio unatuona kwa mara ya kwanza. Mwanangu, mimi ni mjomba wake Purab na huyu hapa ni shangazi yake. Na hawa ni mabinti zetu. Hata hivyo tulimwambia Purab aje atutambulishe kwako. Sisi tukadhani tutakutana na wewe kwenye sherehe yako ya hina. Hina ya nani? Bulbul, kama ndio ni ya kwako, hata tafrija pia hina itakuwa ni yako. Shangazi, tunaweza kuongea pembeni? Purabu, njoo hapa. Si tunatakiwa kumnunulia kitu mkwe wetu. Purabu, ni kitu gani kinachoendelea hapa? Mbona sielewi chochote? Tafadhali basi. Twende tukakununulie zawadi, kwa sababu hatujaje kwenye uchumba. Utachagua unachokitaka, sisi tutakununulia. Shangazi, lakini acha aibu bwana. Bulbul, twende. Shangazi, tafadhali. Weka kimya. Mimi ni mama mkwe wake, nina haki naye. Shangazi, wacha waende mwanangu, itakuwa wana vitu vya kununua, usijali. Mjomba, huyu sio binti ambaye naenda kumwoa mimi. Unazungumza kuhusu nini mwanangu? Ninachokiongea ndo ukweli. Ni kwamba mimi siendi kumwoa Bulbul. Kivipi? Sasa ni nani ambaye unamuoa wewe? Ni Alia, dada yake na Abi. Lakini kaka, unampenda yeye. Kwa nini huwa mtu mwingine? Angalia, ni hadithi ndefu, nitawasimulia baadaye. Kwa sasa mwacheni yaondoke. Mimi naondoka shangazi. Bulbul, jambo moja, sherehe ya hina ni kesho. Usije ukamtaja Bulbul kabisa. Iwapo mtu yoyote atakuja kugundua kwamba mimi nampenda Bulbul, basi kutakuwa na shida kubwa. Na imani nyinyi wote mtayazingatia hayo. Sijui ni wapi aliniona na aliniona vipi, na pia sijui ni kitu gani ambacho alikiona. Kwa sasa nitoe nje ya kesi hii kwa namna yoyote ile kabla ya ndoa ya Alia. Haitakuwa rahisi sana. Ni kesi ya kunywa na kuendesha, ni sheria kali. Polisi pia wamechukua vipimo vyako. Matokeo ya vipimo utakavyotoka utaadhibiwa. Sasa nao umekuja kuniokoa ama kuniadhibu? Kuna njia moja tu. Ikiwa kama muuza duka tafuta mashtaka, hautakuwa na kesi. Kwa hiyo unataka nini? Basi mimi nitatoka hapa na kwenda kuongea na muuza duka, pamoja na huyu muuza duka na huyu miwani pia. Wala sitambembeleza kwa chochote. Sikiliza mkuu, kama wakishinda kesi, hiyo kazi yako unaofanya pamoja na heshima ya familia yako itaharibika. Ikiwa uliacha ndoa yako na kuamua kuwa na msichana mwingine usiku ule, kuna njia moja tena. Ikiwa utathibitisha kwa kudanganya kuwa alikuwa ni mke wako, kuna kitu kitafanyika. Bila shaka hilo wazo baya. Sawa basi, nitakupigia simu jioni, waendelea kutafuta mianya mingine. Sawa? Sawa. Asante. Ndio maana nashauri uwe unasikiliza wakubwa wako. Hivi wewe ni nani nakuambia uingilie mambo yangu? Ninaweza kuingilia mambo kama hayanihusu? Na unisikilize, nitachangia jambo zuri. Kwa hiyo utanielewesha ni kitu gani kizuri na kipi kibaya, si ndio? Kama una akili nzuri hivi ya kuelewa, basi bibi asingenichagua mimi niolewe na wewe. Kwa hiyo unadhania kwamba hapo kwa ile kunirekebisha? Kama mtu mmoja akili hazimtoshi, mwingine atakuja kukurekebisha. Hebu sahau kuhusu kunirekebisha. Maisha yangu yako matatizoni kwa ajili yako, sawa? Ni kwa ajili yangu mimi au kwa ajili ya Tanu? Badilisha kampani yako, maisha yako yatabadilika pia. Baki na maoni yako mwenyewe, mimi najitambua. Na ninafahamu ni kitu gani ambacho natakiwa kukifanya. Kama unalijua hilo basi ni vizuri sana. Sasa chukua haya mavazi yako ya rangi ya dhahabu na uvae bila hata kubishana hata kidogo. Nini? Hebu subiri kwanza. Hivi unafikiria kwamba mimi nitavaa vazi ambalo umelichagua wewe? Kabisa. Kwa sababu bibi amesema kwamba katika sherehe ya leo utavaa nguo ambazo nimekuchagulia mimi. Nina wasiwasi. Ni kuhusu ufahari. Kwa nini unakuwa na wasiwasi?
Mimi nipo, nitashughulika na kila kitu. Mwanangu, utafanya nini ukiwa peke yako? Na najiuliza kama wewe unafahamu yote haya. Bibi, tayari nimeshafanya sana kazi kama hizi. Nilikuwa nikifanya haya katika muda wangu wa ziada nikimsaidia mama, wala usio na wasiwasi. Pamoja na mama? Unamaanisha nini? Wewe unamjua mama yangu, yupo tayari kwenda kusaidia watu na majirani hata kama hajaombwa. Kwa hiyo basi, hata sisi tumezoea kuwasaidia majirani katika kazi kama hizi. Hiyo ni sawa mwanangu, lakini kesi ya polisi sio rahisi sana. Unazungumzia kuhusu kesi ya polisi kumbe? Ndiyo, ulifikiri nini? Hapana, nilidhani kwamba unaongelea kuhusu sherehe ya Hina. Tafrija ya Hina itaandaliwa tu. Nitafanyaje na hii shida iliyotokea? Ikiwa polisi wataongeza mashtaka, basi mwanangu itabidi afungwe jela. Unaelewa? Wala usio na wasiwasi. Halikuwahi kutokea mpaka sasa. Halafu bibi, mimi sinipo. Kwa sababu mimi nipo, halitaweza kutokea. Pragya mwanangu, ninafarijika unavyosema hivi kila mara. Hebu achana na yote hayo. Na umesahau kuhusu dhamira yako kwa sababu ya yote haya. Dhamira gani? Jamani, ulikuwa ukisema kwamba atavaa nguo hizi za dhahabu katika hii sherehe ya Hina. Ndiyo. Anavaa mara zote. Hata leo atavaa. Basi utaona, safari hii wala hatavaa. Kama unataka tupinge. Unavyoongea kama vile anakusikiliza wewe kila wakati. Kama kutukulia udhaifu mtu mwingine kuwa nguvu yako, basi kusudio lako litatimizwa. Nini? Umesemaje? Udhaifu? Unasema nini? Unaongea kama Abi. Anapenda sana kuongea kwa vitendawili. Sahau kuhusu yote haya bibi. Wewe si hutaki Abi avae nguo hii ya dhahabu katika hii sherehe ya Hina, sio? Basi subiri na uone. Wewe kaa tu na upumzike. Hivyo ndo umenichagulia mavazi? Nimeyapenda sana kwa kweli, nayapenda. Mimi nilitaka uvae hiyo katika hii sherehe ya Hina. Ikiwa ndo kachagua, basi situyavaa. Yaani, situyavaa kabisa. Miwani, unajua hili lilikuwa ni pendekezo langu, lakini mara tu ulipoigusa nimetokea kuyachukia kabisa. Sasa basi, situyavaa tena. Hii si nguo uipendayo. Kwa hiyo imeharibika baada ya mimi kuigusa. Limewezekanaje hilo jambo? Kila saa unapenda kutafuta sababu tu ya kunidhalilisha. Hivi unajua jinsi gani najisikia vibaya ukiniambia maneno kama hayo? Hivi ni kweli unajisikia uchungu? Unajisikia vibaya, eh? Basi sawa. Nitafanya kitu kimoja ili wewe uweze kujisikia vizuri. Unafanya nini wewe? Wewe utayaribu bwana. Unafanya nini? Unajisikia vizuri? Kwa sababu mimi najisikia vizuri. Siwezi kuangalia. Nitalifanya ili vazi kama vazi baya ambalo hata ombaomba hawezi kulivaa. Hiyo ni mavazi ya dhahabu, niyavae katika tafrija ya Hina. Naona sasa Suresh anampigia miwani. Nitachoma moto ya mavazi. Halafu nina uhakika kabisa hawa miwani miwili kuna kitu tutakuwa na kipanga hawa. Suresh, kuna nini? Mbona umenita katika haraka hivi? Pragya, unajua kuna tatizo lilitokea. Nimeweza kuzungumza na yule muuza duka, lakini ili kuweza kuyafuta mashtaka anadai pesa nyingi sana. Naweza kukutana japo mara moja? Sasa ukiona naye utaongea naye nini? Nataka nimuone mara moja. Unaweza kufanya mpango nikutane naye? Haya sawa. Haya twende. Hapana, sisi sasa hivi. Fanya kitu kimoja. Naomba mlete kule karibu na nyumbani kwetu. Lakini kwa nini huko? Ni kwamba tu usijamjulisha mtu yeyote yule nyumbani kwa niko huku. Kwa hiyo siwezi kukaa nje kwa muda mrefu. Mlete tu tafadhali. Haya basi, hakuna tatizo. Basi mimi nitamleta. Bajaji. Nadhani unapanga jambo kubwa sasa. Wao wako wawili na mimi niko peke yangu. Nimtafute nani sasa?
ya kwako. Hata Tafrija pia Aina itakuwa ni yako. Mjomba, huyu sio msichana naenda kumwoa mimi. Kaka, kama unampenda Bulbul, kwa nini sasa wewe unashindwa kumwoa? Mbona uko kimya mwanangu? Ongea basi chochote kile. Mjomba na shangazi, tafadhali. Mimi sitaki kabisa kuzungumzia hili. Kama kutakuwa na shida yoyote kuhusu uamuzi wangu, au kama hamtaki kujiunga na furaha yangu au ndoa yangu, sitakuwa na tamko lolote. Fikiria kile unachokipendelea. Fanya ukipendacho, lakini usiniulize chochote juu ya hilo. Sitaki kuzungumzia juu ya hili. दिल तोड़ के जाने वाले सुन, दिल तोड़ के जाने वाले सुन, Nakupenda Bulbul. मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है. Lakini mimi nina ombi moja la mwisho kwako. Naweza kukumbatia kwa mara ya mwisho. जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है. तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, तुझे मेरी जरूरत नहीं तो क्या, मुझे तेरी जरूरत आज भी है. दिल तोड़ के जाने वाले सुन, मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है. Tizama bwana, hebu jaribu kuelewa. Pragya huyu ndio yule mzee. Habari yako? Vipi hali yako? Si jambo. Najua umepata hasara kubwa sana kutokana na hii ajali, lakini ukimfungulia kesi mume wangu hautafaidika. Haki. Mimi sio tajiri kama wewe. Mimi nina familia ndogo tu. Hili duka ndo lilikuwa ni njia yangu ya kujikimu, ambalo limeharibiwa. Siwezi kukupa kiasi kingi zaidi, lakini ichukue hii. Labda hii inaweza kusaidia kulipa hasara yako. Pragya, unafanya nini wewe? Hivi sio vitu ambavyo alikupa mama yako wakati wa harusi yako? Hivi unajua shangazi alipitia mambo gani magumu ili kupata hivi vitu? Alifanya kazi usiku na mchana bila hata kupumzika ili tu kupata hivi vitu. Alishona nguo za watu na kupika chakula kwenye maharusi. Alafu anavitoa hivi vitu kirahisi rahisi tu. Pragya alinipatia zawadi katika harusi yangu, lakini kama ndoa haitabaki, hiki kitu kitanisaidia nini? Kuliko kuendelea kuitunza kwa ajili ya furaha yangu, ni bora niigawe hii kwa ajili ya furaha ya mama yangu. Suresh, hata kitu gani kitokee, hata hali iweje, siwezi kumwambia mama yangu ukweli kuhusu hili. Unaweza kuichukua hii, na pia hauna haja yote ya kuyafuta mashtaka yako. Wewe fanya vile ambavyo mimi nimekuambia ufanye. Kwa kuwa umefanya mengi sana kwa ajili ya familia yako, mimi siwezi kukulaumu. Unaweza kubaki nayo. Aha, kwa hiyo hizo pesa zinatolewa kwa ajili ya kunibamikia kesi. Kama yeye ni mjanja, basi hata mimi ni mjanja pia. Ngoja nione jinsi anavyoweza kuniangamiza. Nitahakikisha namtaabisha sana, kiasi kwamba yeye mwenyewe atafunua ukweli juu yake. Yaani sitomwacha apate furaha hata kidogo. Utaendelea kupamba na hina. Je, iko tayari? Naweka maji ya limao na sukari kwa ajili ya kupaka hina, sawa eh? Umesikia? Pragya, mwanangu, umeshinda dau. Wewe ndio mtu wa kwanza ambaye atafurahia kupoteza hili dau. Unaona vizuri. Ona, hakuna anayeweza kuona kazi kubwa kama hii. Unafanya nini? Lazima itakuwa nzito. Kalen, wageni mpaka sasa hajatokea naye pale. Wako wapi? Hawezi kubeba hii. Jamani. Abi,
Njoo mwanangu. Sawa. Ndio bibi. Chukueni hii mizigo na mkaweke chumbani. Sawa? Saidianeni. Nakuja, nyanyua tu hiyo meza. Unaangalia nini? Unafurahi kwa kunishusha kwenye kiwango chako eh? Kwa nini sura yako kama hivyo? Unaonekana mchawi wewe. Hebu tabasamu kidogo ili uonekane kama jini. Nenda, mpenzi wako ameshafika. Nenda, labda anaweza kukusaidia katika swala la ajali yako. Wewe. Wewe. Mambo mrembo. Ndio, niko vizuri. Kwa makini shemeji. Nitazichukua. Mimi nilikwambia kama mtu yote akituona itakuwa ni tatizo. Tulia Tano, nimeshakwambia nitashughulikia kila kitu bwana. Utashughulikia vipi wakati Abi? Ali ana furaha sana juu uchumba wake. Inapendeza sana. Angalau sasa na yeye anafanya jambo ambalo wasichana wengine wanafanya. Ni siku kubwa. Abi, unajua tangu nimefika hapa, hii ni mara ya kwanza amekwambia kitu kizuri. Hivi wewe umekuja humu ndani kuzungumza tu, utasaidia baadhi ya kazi za humu ndani. Sawa, mimi nitasaidia kumpaka hina Alia. Kumbe unajua kupaka hina eh? Na unajua inamaanisha nini? Wachoraji hina huandika jina la mume kwenye mkono wa biharusi. Unajua? Na kama ikitokea mume wake akaliona, mapenzi yao hukua. Kweli? Ndiyo. Lakini haya yote ni kwa ajili tu ya watu wapendanao. Kwa hiyo naamini unaweza ukaandika. Haya, twende tuondoke, twende. Hebu twende. Haya, hebu twende. Umeona sasa? Hivi ndivyo kila mtu anaongea na mimi. Wakiniona tu sura zao wanaweka kama vile wameona mchawi. Tamu, usiseme hivyo. Ni miwani tu ndo mwenye miliki ya kumtazama mchawi. Lakini kiukweli waliniambia jambo lenye faida. Nini? Hata mimi pia nitaandika jina lako mkononi mwangu. Ni itabidi litafute. Tano, usifanye hivyo kwa sababu itakuja mbele yangu. Vipi kama bibi ataona? Kila mtu anapaswa kujua siku moja. Sasa kwa nini usianze leo?